Bila shaka tuangazie taarifa nyinginezo ambapo vita vya ubabe vya kisiasa vinaendelea kuchacha huku kampeni za chaguzi ndogo ya Novemba 27 ambazo zilifika ukingo wake Jumatatu zikiweka wazi azma za kisiasa za vigogo wa siasa nchini kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kile ambacho kilitarajiwa kuwa shughuli ya kupigia debe wagombea wa viti vilivyoachwa wazi katika maeneo bunge tofauti inasemekana sasa kuwa ratili ambayo vigogo hao wa kisiasa wanaendelea kutumia kupima dalili za matokeo ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Na kama anavyoarifu Gloria Milimu, msukumo huo vilevile haujasazwa matamko makali ya kutishia usalama wa nchi baina ya vigogo hao, moto wa cheche za maneno ambazo wataalamu wanaonya kwamba iwapo hautazimwa basi huenda ukasababisha ukosefu wa amani nchini ifikapo mwaka 2027. Huku maeneo bunge tofauti yakijiandaa kushiriki uchaguzi mdogo wa Alhamisi, kampeni ambazo zilifika ukingo wake Jumatatu inasemekana kuvua pazia uozo unaoendelea miongoni mwa wanasiasa kutokana na cheche za maneno ambazo wengi wamekuwa wakirushiana muda huo. Huku vigogo wa kisiasa wakiendelea kutafuta ubabe kwenye ulingo wa kisiasa, wachanganuzi wa siasa wanasema kwamba kampeni zilizofanyika zilitekwa nyara na vigogo hao ambao waligeuza shughuli hiyo kuwa muda wa kubaini nafasi zao kwenye uchaguzi mkuu ujao wa 2027. Mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Alikuwa ametuma ile mtu yake anaitwa Soprano. Alikuwa hapa. Hauna hata heshima. Yaani unatusi profesa mzima. Kutoka kwa naibu rais Kithure Kindiki kurushiana cheche za maneno na mwenzake kiongozi wa upinzani na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, kurushiana vijembe kwenye kinyang'anyiro cha kiti cha ubunge cha Mbeere Kaskazini, hadi kwa waziri mkuu Musalia Mudavadi kuchambana na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya katika kile kinachoonekana kama ubabe wa magharibi, ni dhahiri kwamba viongozi wa kisiasa wameamua kwamba liwe liwalo, wote watapigania taji za kisiasa hata ikiwa kutumia matusi na uchochezi. Sisi tuna vijana tayari watasimama gavana Trans Nzoia. Mimi nakwambia Natembeya, utatembea tu Trans Nzoia. Wachanganuzi wa siasa wanahoji kwamba bila shaka matokeo ya chaguzi hizi ndogo zitabaini mbivu na mbichi kwenye ulingo wa siasa nchini. Katika ukanda wa Pwani, ubabe huo pia unaendelea kushuhudiwa, huku mbunge wa Nyali Mohamed Ali Jumatatu kwenye kampeni za mwisho za chaguzi ndogo za Novemba 27 akifokea waziri wa madini Hassan Joho kwa tuhuma za kudhalalisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Ubabe huo unaendelea kudhihirika katika kaunti ya Homa Bay ambako gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga na naibu wake Oyugi Magwanga wameonekana kuunga mkono wagombea tofauti licha ya kuwa kwenye chama kimoja kwenye uchaguzi wa eneo bunge la Kasipul. Hali kadhalika, azma ya ubabe kwenye uchaguzi mkuu wa 2027 ulionekana katika eneo bunge la Ugunja ambapo kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka alijizamisha mzima kupigia debe mgombea wa chama chake. Jambo ambalo wachanganuzi wa siasa wanahoji kwamba ilikuwa hatua yake kupima dalili za mapokezi yake katika eneo hilo ambalo kwa kiasi kikubwa ni ngome ya chama cha ODM. Wachanganuzi hao vilevile wanahoji kwamba kuchacha huko kwa vigogo wa siasa kufanya kampeni ambazo zilionekana kutazamia mkondo wa upigaji kura kwenye uchaguzi mkuu ujao pia ni kama njia ya kutaka kuonekana kama wanasiasa walio na ushawishi mkuu katika maeneo wanakotoka. Na nimekuonya siku mingi, huwezani na mimi. Hata hivyo, yakijiri hayo, wanahonya kwamba majibizano ya hadhara ambayo wanasiasa hao wamekuwa nayo katika kipindi hicho cha kampeni ni hatari kwa amani na usalama wa nchi. Matokeo yake yakidhihirika katika eneo bunge la Kasipul ambako watu wawili waliuawa baada ya mashabiki wa wagombea Boyd Were na mwenzake Philip Aroko walishambuliana mapema mwezi huu. I dare you. Bona wewe Ole Ntutu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok atuwapigie mtu yenu kura. Ni dhahiri kwamba vigogo wa kisiasa wapo mbioni kujinasua kisiasa,
ila mfumo wanaotumia kubaini ubabe wao ndilo jambo ambalo sasa linaendelea kukosesha amani wataalamu, ambao wanasema kwamba endapo swala hilo halitaangaziwa kwa kina, basi huenda likaathiri ustawi wa nchi ifikapo mwaka 2027. Gloria Milimu, KTN. Tuvuke mipaka tuangazie chaguzi za Tanzania zilivyokuwa, ambapo mawakili wanaowakili